Namshukuru Mungu kwanza. Tuko katika mfungo. Alhamdulillah, nilikuwa Tanga nalima, sasa hizi kidogo nimerudi tena. Katika kuhakikisha baadhi ya mambo yanakaa sawa sawa. Mambo yapo vizuri. Sana. Yaani niweke sana zikiwa nyingi zinitaharibu. Vizuri sana. Naam. Bana sawa. Wachezaji wenu wawili wameongezwa kandarasi mpya. Alikuwepo Lucien Delok kwa mkopo, lakini Simba wameongeza kandarasi ya mwaka mmoja. Lakini pia Yusuf Kagoma. Ni wazi viongozi wa Simba wanahitaji pongezi. Kwanza soko hapo walichokifanya. Yaani wewe warudishie pongezi huko nyuma walichokifanya. Nitakwambia mfano. Kuna mchezaji alikosekana hapa, vyombo vya habari vikakuza. Sasa hizi kuna watu wana nguvu kwenye vyombo vya habari. Hata wakizungumza ujinga unakwenda. Simba wakati wanaacha kumchukua huyu mnamuita Starboy, ndo nani? Alan Okello. Watu walidhani viongozi wa Simba hawana maarifa. Mimi nilijaribu kukaa chini kwa umakini. Nikaangalia Abraham na Alan Okello. Kagundua viongozi wa Simba wana akili nyingi sana. Sisi ni sehemu moja tulifeli. Nisiache kuisema. Pata fursa sema hapo hapo. Sehemu ambayo sisi tulifeli, kuna mamluki tulikuja tukampa mamlaka makubwa na aliletwa na Mohamed Dewji bila kujua kamba huyo alikuja kuwa mamluki. Huyo ndo alituharibia timu. Wewe tuletee Pacome Zuzu anatuletea sawa dogo. Umenielewa anamwambia Yanga nendeni. Tuletee Maxim pia Zingeri. Unajua wachezaji wote walikuwa wanakuja Simba. Yeye anatuletea Pao Madijobe. Yaani akawa anafanya vice versa. Lakini kiukweli kabisa 100% 100 kamili. Viongozi wa Simba wako sawa sana katika kusajili. Sasa huu nimetumia kama mfano. Lucien Delok mimi kwa sasa naamini ndio beki bora katika ligi yetu. Kwa maana ya umakini, akili nyingi katika kuzuia mipira, ukaribu na mpira, uharaka wa kujua hatari inakwenda sehemu gani na azuieje. Ndio beki pekee aliyobaki. Zaidi ya hapo unakutana na mabeki ambao wanabato. Kwa mfano mabeki wengi unaowaona wanabato, wanafika mili, wanafika watu. Ni kwenda katika tukio kwa wakati, yeye yuko hivyo. Yeye anautaka mpira kuupora kwa wakati. Huyu akimaliza mkataba hakuna jinsi yoyote inayowezekana zaidi ya kumpa mkataba mwingine. Hiyo ndo njia sahihi ya kufanya. Isipokuwa Simba wametoa mkataba wa mwaka mmoja. Naweza likawa swali pengine. Hujalipanga lakini tusafiri nao. Ni swali kwa sababu hata comment nyingi ukiangalia pale, kwa nini mwaka mmoja? Hilo ndio comment hizo zinakuwa. Bahati mbaya au nzuri, Lucien Delok ni miongoni mwa wachezaji wamechezea timu kubwa Afrika. Unapotaja Mamelodi, unataja timu kubwa Afrika. Lakini ametoka akapelekwa kwa mkopo Israeli. Misri. Israeli. Soka la Israeli na Tanzania huwezi kufananisha. Tunafanya dhambi. Ni soka liko juu. Umenielewa vizuri? Amerudi Tanzania. Kwanza hawezi kukubali kumpa mkataba mkubwa kwa sababu ukimpa saizi mkataba mkubwa, kesho akifanya vizuri zaidi na kuna klabu inamtaka, italazimika nyinyi ndio muwe mnamuuza kuelekea klabu. Jambo ambalo vilabu vyetu hivi vina tabia ya kutokuuza mtu kwa sababu ya kutaka tu kumtumia na isimuongeze maslahi stahiki. Huu unaweza kukopa mfano eneo lolote. Nitakwambia kwa mfano. Mimi katika watu ambao leo nikikutana naye namwambia wewe umefeli. Wa kwanza ni Nzinze. Sisemi kwa sababu yuko Yanga. Yaani ana washauri kabisa kama ofa kweli zilizomfikia zilikuwepo, hakotakiwa kubaki Yanga. Hata kwa bahati mbaya. Lakini kwa sababu hao watu wana mabalaa shekhe. Sisi tunafahamu. Kuna watu hapo Kinondoni hapo hawana hata kazi za kufanya, kaumbwa kila kitu anacho. Ukionekana unataka kwenda kuweka mkataba mwingine unapitishiwa nyuma. Hujawahi kumuona hata siku moja kama mzungu. Alafu unajiuliza sasa mimi nikienda Misri unamwacha. Ina maana hapa kuna Juma Hasani. Uondoki. Mchezaji mwenye akili sawa anafanya hivyo. Unaweka mkataba wa mwaka kwa sababu hizo. Umenielewa? Mwakani anaweza akasema Delok bwana mimi sitaki tena kukaa Mbezi. Sababu kule Mbezi majirani zangu naona wako sawa. Sasa hizi nataka nikakaa Ustabei kabisa. Umeelewa? Kwenye mkataba mpya nataka gari aina fulani. Mwanamke hawezi kutuwekea, utatafuta mwenyewe. Itakuwa imekuongeza thamani kutoka hapa ukawa umesogea mbele. Kwa katika ustawi wa mchezaji Delok ametumia maarifa katika hili. Umeelewa? Sisi mimi ninachosifu viongozi wangu kumbakisha Delok hata kwa siku 3. Nini wanihia? Hata siku 3. Kama kabakishwa yupo na anahudumu pale na Simba hii ya dirisha dogo. Basi mimi kwangu ni furaha kwa sababu Simba hii kuchukua ubingwa ni lazima. Hii Simba hii kuchukua ubingwa ni lazima. Yaani wewe uliza hata maswali 100 kuchukua ubingwa ni lazima. Kama inakuaminisha sana. Una mechi ngumu lakini ligi pia imekuwa ngumu. Mechi ngumu wanacheza 3 tu kwenye ligi hii. Alafu ukitoka neno gumu hivi Kiingereza mimi sikijui. Ukitoka neno gumu sijui nisemeje sijui. Kuna mechi ngumu na tafu. Mimi niweke tofauti, tafu isiweke katika lugha ya ngumu. Mechi ngumu nacheza na Dodoma Jiji akiwa yuko nyumbani kwake. Nacheza na Singida, umeona, nacheza na Yanga kwa sababu Dodoma Jiji ni msichana wa mwisho
anayezaliwa na mama Yanga. Umeelewa? Singida Black Star ni msichana wa pili anayezaliwa na mama Yanga. Alafu kuna bi mkubwa wao. Hawa wanacheza na timu moja. Mimi wote na hesabu Yanga. Napataga mechi ngumu sana kwa sababu mechi za kimaagizo, mechi ambazo watu wanatumwa kwenda kuwataki wachezaji nje na mchezo. Na kwenda kucheza kesho kutwa. Lakini ukiacha mechi hizo ambazo unaweza kuzitafsiri kama dada yao goli limekataliwa, hao wanakuaje salama. Dodoma ile mechi haina tofauti na Lede, miongoni mwa mechi za ovyo katika ligi ni mechi ya Simba na Dodoma. Kwa nini? Dodoma walinyima ladha mechi. Walifanya vitu vya ovyo vya ajabu vingi ambavyo vilistahili red card hazi kutoka. Hiyo ndio shida yetu. Tukacheza na mama yao mzazi, goli likakataliwa. Sasa hizi tunaenda kucheza na mtoto mkubwa, Singida Black Star. Mechi ngumu ambayo watu huwa tunacheza na tunakiri ni mechi ngumu, lakini tunajua matokeo yake yapoje kwa sababu viongozi wa Simba wameanza kucheza mpira kimatokeo. Ukitaka kujua fuatilia ile dabi, sisi tumepigiwa simu na chama cha soka Zanzibar kwamba vitasa hivi sio vyetu. Tukamwambia hivyo vina thamani kuliko vyenu. Sisi tumeng'oa mpaka vitasa vya mlangoni tukaeka vipi? Ni wazi kwamba mnahitaji alama 3 kila mechi. Yaani hivyo na tulizipata. TFF wamesema. Sisi tulishinda mechi. Ila kwa muamuzi ilikuwa yes. Tumeshinda mechi. Lakini kwa mujibu wa maamuzi ikawa sare. Kwa hiyo sisi hatuna shida, sisi tunawasikiliza TFF wenye mamlaka na hatuna shida hizo pointi. Tunajua tutakwenda kuzipata wapi. Wapi wewe unadhani wapi mtazipata? Mimi hapa kituo cha Shabalala hakipo. Ngoja nikonongoneze. Half time Shabalala alisema hivi, kama mkunisaidia kumkaba Rebue na mimi najiumiza kama alivyojiumiza Jobu. Jobu hakuumia. Wewe mimi ndo nina ripoti hizi. Nyinyi mnakosaje ripoti na nyinyi mko hapa, mimi nipo kijijini. Alisema alichukuliwa zaidi ya mara 8, mara moja tunalifanikiwa kuna sampira ule uso kwa uso. Shabalala alinasa mara moja tu, zilizobaki zote alikuwa anatema bungo. Huku kuna mtu anaitwa Aura, ndio mnamuita hivyo. Unataka nini shekhe katika hii Simba? Yule Clatous Tota Chama kazi yake ile ile. Ujue mpira una mambo takriban matatu, moja miongoni mwa matatu brain, yani mpira uishi katika akili. Yani akili ya Clatous Tota Chama ni hatari sana katika mpira. Anatuliza timu, anachezesha timu. Muda huu natakiwa nifanyeje? Tukimbie zaidi, turudi. Anajua wakati katika mpira na akili yake inafanya kazi. Kwa hiyo kadiri ya muda unavyozidi kwenda katika klabu hii ya Simba, mimi naona inapokuwa na pumzi haiwezi kutimia miaka 3 sisi ni machampioni wa klabu bingwa. Klabu bingwa. Sisi tuko tofauti sana na Yanga hata malengo. Ndani kwanza utalichukua kwa sababu alama zimekuwa hii ni lazima nimesema. Vipaza si hivi tunaomba pumzi. Vipaza yani ndio hivi hapa kaburi moja tutakutana. Atukuja nimekupiga chenga unanifuata Buguruni, namba zipo. Tunachukua. Yani ili hatuwezi kukwama. Unaona wapi Yanga atadondosha alama kwenye hizi mechi? Kwanza marefali wakichezesha kwa haki, Yanga hana uwezo wa kumfunga Azam. Marefali kama watachezesha mechi kwa haki, Yanga hawana uwezo wa kumfunga Azam. Yanga sijawahi kumuona mimi anafanya ubora. Mimi nilichoona na ili nisisahau, nisisubiri unioje. Nilichoona kulikosekana taarifa. Watu wakaforce taarifa. Alikamwe alikuwa na press siku 2-3 hizi. Press ya Alikamwe ilikuwa inahusisha nini? Ni kuhusiana na hiyo kupeleka barua bodi ya ligi. Kwa mambo mawili. Moja, kwa nini mtu aadhibiwe mechi 3 wakati kanuni inasema 5? Jambo la pili, offside aliwahi kufunga hii. Alafu hawa waamuzi hawakufungiwa. Mwaka jana mwingine miezi 6, mwingine 3. Ndio ndio. Sasa ile hajui, ile maarifa hana kwa sababu sheria hajui. Yaani kuna aliamua tukio, alafu kuna aliyefuata tukio akutumia maarifa yake. Yaani muamuzi wa mwisho ni mpiga kipenga. Sasa muamuzi wa mwisho kama aliona goli ya kupasa kumsikiliza muamuzi wa msika kibendera kwa sababu yeye aliona. Sasa kama alimsikiliza tu kwa sababu amshushie na yeye anashushiwa hizo lawama, hiyo ipo. Mimi nishike ya mawili. Kwani Alikamwe amekuwa msemaji mwaka huu? Mwaka jana Baka alifungiwa mechi 3 kwa kosa kama hili. Ndio sio? Alikamwe anatakiwa aandike barua aioji bodi ya ligi. Jambo la pili, Alikamwe anatakiwa aandike barua ya pili awaambie kwa nini Namungo alinyimwa penati wakapewa wao ya uongo. Yaani kama anataka haki. Tumeelewana, sijui vinginevyo alikuwa ana la kusema, alikuwa anataka kuimba tarabu. Na ya Baka pia Alafu golikipa wao mechi na Mtibwa, kuna mtu tu alikuja kumwala si akaweka kipepsi Katika mpira ni yaovu imo. Umeelewa vizuri? Hata kama hujafanya ni yaovu imo. Angeoji kwa nini hizo hazikuadhibiwa, afu angeoji pia kwa nini waamuzi walikataa goli halali la Simba, alafu ndo angeoji vitu vingine. Kama anataka yake kwenye futi. Ndio Vinginevyo Alikamwe kitu ambacho mimi namsifu jamani, siache. Alikamwe anaosha kucha.
Kama dada yake. Safi. Yaani hicho Alikamwe mimi sibishani naye. Vinginevyo hana anachojua. Kusema kweli Alikamwe hana anachojua. Tuambieni ukweli jamani. Hana anachojua. Alikamwe unajua ukimaliza ile mechi ya kama nyinyi watu wa mpira. Ukimaliza ile mechi ya Zanzibar Simba na Yanga. Hakuna mtu wa Yanga anaweza kuzungumza. Mmoja tu ndio nimsikia ana hoja ya msingi. Alisema Pacome hayupo. Kwa hiyo ndio ilikuwa hoja ya msingi kwa wana Yanga, ilikuwa ni kwa Pacome. Tofauti na hivyo walikuwa wanaweweseka wote karibu injinia na wenzi yote. Kwa hiyo kwa sababu kulikuwa hakuna hoja, hali anapenda sana kuzungumza, akaita press kuzungumza ujinga. Ila mimi natoa angalizo. Nisikilizeni sasa kwa umakini. Hapa nataka niwe mtulivu sana. Nieleweke. Anachokifanya Alikamwe ananajisi TFF, ananajisi bodi ya ligi. Watasimama watu wengine watafanya afu tutaharibu mpira. Natumia mfano. Wakati wa dabi ile ambayo ilirushwa sana, Alikamwe aliwahi kutoa maneno ya kishujaa, nadhani nyinyi mnajua. Aliwaonyesha vidole bodi ya ligi na akasema hakuna mtu yoyote mwenye mamlaka ya kutuamuru sisi. Yaani hata chama cha soka hakiwezi kuamuru Yanga. Ieleweke, kauli ya kwanza ya kishujaa. Kauli ya pili anaujua Boimanda juu ya kubadilisha uwanja. Kwamba mechi itapelekwa Zanzibar, Boimanda akasema hatuna taarifa. Mimi namsikia EFM. Baada ya muda mfupi Alikamwe anatoa taarifa ya uwanja utakuwa Zanzibar. Wakati vuguvugu lile Simba wanataka kujua kinachoendelea, Ali aliita press, sikia maneno haya, kaifuatilieni na nyinyi ndio mlimhoji. Akasema mimi nina haki ya kuzungumzia uwanja kwa sababu ndo mwenyeji wa timu. Mimi wakiniita mabosi zangu wa Yanga wakanambia hakuna mtu mwingine yoyote anaweza kuvunja mimi nisiseme. Hii mtu mwingine yoyote imekuwa kila siku inasemwa. Mtu mwingine yoyote na yeye ndo mtu anaiataki bodi. Unaataki bodi wakati wewe makosa hayo ndo unayo mengi kuliko mtu mwingine. Ili bodi walitazame. Kuna siku ataibuka na Ahmed Ally, atafanya haya. Kuna siku ataibuka yule mwanadada yule Mwagama, umenielewa? Kuna siku ataibuka yule Masanza. Tutaanza kuharibu mpira. Alikamwe sio mtu wa mpira jamani. Alikamwe ana fani yake. Mimi nikimsikiliza vizuri maneno ya Alikamwe, wallahi nakuwa pia Mzee Yusufu amfikii. Alikamwe anataka vinanda tu. Bwana nisikilizeni, mimi sizungumzii Yanga na Simba. Alikamwe amesalia vinanda. Na hapa anataka ajibiwe alete mipasho. Ana uzuri wa kumjibu hakuna kwa sababu hata jambo tunaofanya sisi hili na mkela. Hata Clown naye kazisemea. Anasema used. Sasa nyinyi basikeli ya Mjagawa anasema Clown used. Yeye anaotembelea ile ya mkopo. Sisi tunazo taarifa. Yanga wamemkopesha anakatwa taratibu. Yaani hata hizi ofa sisi tumeona wachezaji wetu wanateseka. Tukawapa unajua Clown zile kama bei rahisi milioni 20 na kuendelea. Jambo likianzia milioni 10 ndio sio jambo la kawaida. Na alo pia kadisemea. Hebu tazama vizuri. Nalo pia kafanyaje? Jamani tuweni makini. Hasa haya mambo, hii nimetoa angalizo, hii nimesema kwa umakini sana. Ali aheshimu mpira, aheshimu hizi taasisi. Sababu inavyoonekana mimi lakini maarifa yangu ya kijinga, inavyoonekana nyuma ya Ali kuna watu wazito. Hasa akiwaona wale watu wakirudi hivi, anajiona anaweza kusema kitu chochote. Hawa watu sasa nao wataharibu mpira kwa sababu wengine nao watafanyaje? Watafanya. Kwa hiyo hamna hoja ya msingi katika hivyo. Isipokuwa mimi ni kuahidi sisi ni machampioni wa ile kombe. Tunabeba. Shukrani sana. Tena tunaweza tukabeba hata kwa pointi 5 au 6. Lakini kumekuwa kuna ugumu kwa Simba kwenda kucheza kanda ya Ziwa. Tunajua. Ndio Mara nyingi sio mara chache. Mara nyingi kama akiwa na mechi 3 kule kupata alama 5 alama 6 dhahiri kwa upande. Kwa sababu unani ubingwa ni marathon. Hizo anakokwenda kuna watu wana vinasaba na ndio tutatema bungo. Si hatuna shida. Mimi nilisema siku moja na tunachukua ubingwa pia pamoja na kwa sababu anayetukimbiza sio bora. Kuna sehemu kule ataangusha. Ndio hata hiyo na Singida tunaweza tukafungwa kwa sababu mpira uko hivyo. Ila anayetukimbiza sio bora. Yanga African sio bora. Tunahitaji tu kusimamia waamuzi wacheze yake basi. Yanga sio bora. Wenyewe mnataka waamuzi wawe haki kwa upande. Yaani hapo yanawakiwa haki tu wote ananiambia. Yaani mechi anashinda mechi anadosi sio bora shekhe. Timu kama mtu mpaka anamkumbuka Pacome una wachezaji karibu 28 manake hamna timu. Hamna timu. Timu huwezi kusema mtu mmoja. Saizi mtoe Clatous Chota Chama ukimuongeza Abraham atacheza, mtoe Aura kuna watu. Yaani kwanza yule Aura anawabania watu namba. Kuna vijana wanataka kucheza, sijui kamtoe yule Gue. Yaani sisi tuna watu mpaka wengine hatujui tunawafanyia nini. Unahisi ni mchezaji gani kwa upande wa Young Africans leo hii anaanza ndani ya kikosi cha kwanza? Ukimnyofoa direct anaingia kwa upande wa Simba Sports Club na anapata namba ndani ya kikosi cha kwanza. Goalkeeper tu. Hamna mtu mwingine wote anaweza kuja kucheza, ni goalkeeper. Diarra pekee yake. Na Diarra anaweza akawasabu kwa sababu kijeba kile. Goalkeeper tu wa Yanga. Serious nakueleza, goalkeeper tu wa Yanga.
Hakuna mchezaji yote mwingine anaweza akaja akacheza. Ndio maana hatujawahi kutamani kuchukua wachezaji wao kwa sababu tunajua level yao hawaji kuja kucheza huko. Kina Dickson Job na Ibrahim Baka. Sasa unamchukua Job na Baka afu unamuondoa Rushain Dalok na nani? Wewe acha kupata dhambi kwa Mungu bwana. Wewe mwezi wa Ramadhani Rushain mwenyewe alikiri kwamba Baka na Dickson Job ni miongoni mwa beki bora sana. Watazama kwa upande wake. Professional player yule. Professional player. Nani Sir Alex Ferguson siku moja alikuwa anamsifia beki mmoja, alikuwa kuna timu ilikuwa na Wimbledon kama unakumbuka. Yaani yule beki alikuwa anachoma kweli kweli, akawa anamsifia. Watu walimkataa Maguire kabisa, lakini yeye anasema huyu miongoni mwa mabeki bora. Wachezaji hawakataani. Dalok ni mchezaji wa kimataifa. Haki yake kusifu upande wa pili. Lakini ukweli kwamba Yanga huwezi kuchukua mchezaji wote ukiacha golikipa akaja kukupa kitu Simba. Haiwezekani. Kwanza falsafa, pili tabia. Huko atashindwa kwa sababu huko kwa yatima hakuna kubebwa. Huku utabebwa. Huku kwa yatima kaka kibwende kidogodogo ujifunike mwili mzima. Kwa hiyo ni hivyo ndugu yangu. Shukrani sana. Asante sana kwa kunipa muda jamani. Mungu awabariki.